Tumezungumza mara nyingi kuhusu swala, na hakuna shaka kwamba swala ni suala la kisheria, na Muislamu anafahamu kwamba swala ni wajibu, na swala si wajibu tu, bali ni katika wajibu ambao hakuna udhuru mtu kuacha, Allahumma illa atakapopoteza akili yake. Yani swala ni katika wajibu ambao binadamu Muislamu haruhusi kuacha. Ukiwa mgonjwa huwezi kusimama, utakaa. Huwezi kukaa, utalala. Na mufassiruna baadhi wamesema hiyo ndiyo maana moja katika maana za aya inayosema alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wale wanaomtaja Mwenyezi Mungu ili hali wamesimama, maana hawana tatizo lolote la kusimama. Qu'udan, wakiwa wamekaa kwa sababu hawawezi kusimama. Wa ala junubihim, wakiwa wamelala kwa sababu hawawezi kukaa. Kwa hivyo hata ukiwa kitandani wewe huwezi kunyanyuka, unatakiwa uswali kwa namna utakavyoweza, kwa kadiri utakavyoweza. Kwa hivyo hakuna shaka baina ya Waislamu juu ya kwamba swala ni wajibu, bali si wajibu tu, ni wajibu wa kipekee. Na ndio unafahamu hata katika sheria ya Kiislamu kuna zile swala alizoziacha mtu mzazi, mtu mzima, katika hali yake fulani ambayo alishindwa kuzileta akafa, ni wajibu zisaliwe na mtoto mkubwa wa marehemu. Sasa Mungu anasema katika aya nyingi sana, lakini moja ya aya hizo ni aya tunayoifahamu sote inayohimiza watu kuswali, wa aqimu salata wa atu zakata wa atiu rasula la'allakum turhamun. Simamisheni sala. Kwa hivyo tunakubaliana kwamba sala ni wajibu na ni swala la kisheria, lakini swala si swala la kiaqaid, sio swala la kimaadili. Tunapoitizama swala kwamba ni wajibu tu aliotuwekea Mwenyezi Mungu, aliotuamrisha Mungu, ndipo ambapo swala haileti ile repercussion, yale matokeo yanayotarajiwa. Ambapo tunaswali sana lakini tunaishia kwamba tumetekeleza wajibu wa kuswali, tumemaliza. Ndipo swala inapokuwa ni mzigo, kila mmoja anataka autue ili aende kwenye mambo yake, kwa sababu tumeielewa kama hukumu tu ya kisheria ya Mungu, fanya. Usipofanya maana yake kuna adhabu ya Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu aliposema inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, alikuwa akizungumzia namna ambavyo swala ina mahusiano na maadili. Yani hakuna uwiano baina ya mtu mwenye kuswali sana na kukosa maadili kwa wakati huo huo, akawa hana maadili. Kwa hivyo tutasema swala yake kwa sababu amechukua udhu, ameelekea qibla, amesoma sura, amesoma alhamdu, amerukuu, ameleta arkanu salat na wajibati salat, pengine na mustahabbat, tutasema swala yake ni sahihi. Lakini je, swala yake ni makubuli? Hilo ni swala jingine. Kwa hivyo ile swala ya mtu inapokuwa sahihi, inaonekana sokoni, inaonekana barabarani, inaonekana katika kazi zake, inaleta mabadiliko ya kimaadili. Hiyo swala tutasema sasa hii ni sala sawa sawa. Na yule mwenye kuswali akisikia adhana anasikia raha, kwa sababu tayari imemuingia vile inavyotakiwa. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ikiwa hakuna hilo, ile sala haiwezi kuleta zile tija. Ikiwa mtu katika sala atafikiria katika kila kitu ila sala, yani atafikiria, atapanga mipango yake yote ila kufikiria tu katika sala, ile sala haiwezi kuleta ile tija. Kwa hivyo swala ni suala la kisheria, lakini ni suala la kimaadili, kwa sababu matarajio ni kwamba itambadilisha, ni agent of changes, ni wakala wa kuleta mabadiliko swala kwa mtu binafsi. Na Mtume
anatufundisha alipokuwa akimwambia Bilal, kama tulivyosema mara nyingi, arihna biha ya Bilal. Bilal akiadhini mtume anasema arihna biha, sio arihna minha. Arihna biha ya Bilal, tuburudishe, tupe raha kwa hiyo swala ya Bilal. Na ndipo panapozungumzwa katika Uislamu kitu kinachoitwa halawatul iman, utamu na ladha ya imani. Yani mtu afikie mahala anahisi ladha ya imani. Hujawahi kupitikiwa na wakati unaona raha kuswali? Bila shaka umewahi kupitikiwa, kwa sababu al-imanu yazidu wa yanqus. Kuna wakati unapatwa na imani kiasi kwamba unaona raha na swala, unajisikia raha ile time inapofika, unapokuwa ndani ya sala. Sasa ikifikia wakati huo itakubadilisha. Ukipita barabarani, macho yako yatatawaliwa na swala yako, mdomo wako, ulimi wako utatawaliwa na swala yako. Kila unachokifanya ile swala itakuwa imetawala viwiliwili vyako. Hapo ndipo itakapokuwa swala itafanya ile kazi yake, ile nature yake, kwamba tanha anil fahsha'i wal munkar, inakataza maovu na machafu. Kwa hivyo tukielewa kwamba swala maana yake ni maadili na swala maana yake ni akida, na ndipo inapokuwa hakuna ikhlasi katika swala, ile swala ni batil. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Inapokuwa ile swala haikumlenga Mungu, maana yake akida haiwezi kuleta tija inayotakiwa. Inapokuwa ile swala haikuleta mabadiliko ya kimaadili, ndipo tunapokuwa tuna mafuhumu potofu juu ya swala. Na hivyo ndivyo zilivyokuwa swala zetu sote, kwamba ni mzigo tunaotaka kuutua twende kwenye shughuli zetu. Na tumewahi kupiga mifano mara nyingi kuhusu swala ya kwamba jamaa aliyokuwa akiswali jamaa, kisha imamu siku hiyo akashuku juu ya idadi ya rakaa, hajui kaswali 4 au 3. Alipomaliza swala watu wanazozana, bwana ni 3, mwingine anasema ni 4. Bwana yule akamwambia, bwana ni 3 leo, sio 4. Kwa sababu mimi kila ninapoingia katika swala naanza mahesabu yangu, lakini leo hii naona swala imekwisha, mahesabu hajaisha. Kwa hivyo hii swala haijakamilika leo, lazima kuna upungufu wa rakaa, wa illa ningekamilisha mahesabu yangu kama kawaida. Kwa hivyo mara nyingi sisi katika swala tunapanga mipango yote ndani ya swala, tunafikiria kila kitu kasoro kufikiria katika swala. Kwa hivyo huo ni mfano wa pili unaonesha suala zima la athari za kimaadili. Kwa mfano, moja katika hikma zinazosemwa katika sala, Qur'ani inasema katika suratul Ankabut, utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Hiyo ni aya ambayo tumeisoma. Aya nyingine inasema fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idha tma'nantum fa aqimus salata inna salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawquta. Mwenyezi Mungu anasema hakika swala kwa waumini. Kwa hivyo kwanza uwe muumini, imekuwa ni faradhi yenye muda maalumu. Lakini kwa asiyekuwa muumini anaweza kusali kwa wakati wake, na wala hujalazimishwa wewe mwenyewe, khiari yako, unataka kuwa muumini, swala kwa wakati. Maana hakuna ubaguzi, wewe mwenyewe unajibagua. Ukifika mahala ukaona hoteli kulala kwa siku ni 50,000 huwezi, unakwenda kwenye 15,000. Maana umejibagua mwenyewe. Unataka kuwa muumini, ahlan wa sahla, swali kwa wakati. Na maimamu ahlul bait wanasema moja katika vipimo vya wafuasi wetu nyakati za swala. Je, wanaswali kwa wakati? Na ule wakati wa awali kabisa wa swala. Sasa moja katika hikma zinazosemwa ni kwamba swala inatakiwa imfundishe mtu punctuality na time management. Awe ni mtu ambaye anaweza kudhibiti muda wake na kuutumia vizuri na kuwa na mpangilio.
matumizi mazuri ya muda, ahadi zake, akiahidi aende kwa wakati, nidhamu ya wakati na muda. Kwa hivyo matarajio ni kumuona mtu anayejali sana nyakati za swala, atajali sana ahadi zake, atajali sana muda wake, atakuwa na nidhamu kuanzia asubuhi anafanya nini kwa wakati gani, sababu Mungu kamwekea nidhamu, direction ya nidhamu, anamtrain yeye awe na nidhamu. Lakini tukiwa Waislamu ndio wenye kuswali sana, lakini ndio wale wanaoitwa kuwa waswahili, hawana muda, hawana wakati, hawana ahadi, tutasema kwamba ile swala haijawa na mafuuli yake, haijaleta ile athari inayotakiwa. Na mengi mengine yanaweza kuzungumzwa katika swala hili la kisheria la swala. Kwa hivyo tumeona swala ni sheria, ni akhlaqi, ni aqida, na utakapoielewa hivyo ndipo itakapoleta zile athari zinazokusudiwa.